Mwenyezi Mungu anapotaka kukuvusha kutoka kiwango cha maisha ulichopo na kukupeleka viwango vya juu, kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa anavifanya kwanza. Miongoni mwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu huvifanya katika maisha yako ni kuondoa vikwazo vyote ambavyo vinaweza kuwa kizuizi cha wewe kuhama kutoka kiwango ulichopo cha maisha na kwenda viwango vya juu zaidi. Moja kati ya vikwazo ambavyo Mwenyezi Mungu huviondoa ni aina ya watu ambao wanaweza kuwa vikwazo katika safari yako ya mafanikio. Kuna baadhi ya watu ambao Mwenyezi Mungu ataanza kuwaondoa katika maisha yako. Hivyo, kuna viashiria mbalimbali ambavyo utaanza kuviona katika maisha yako. Katika video hii, nitakwenda kukuambia ishara ambazo ukiziona katika maisha yako, ujue Mwenyezi Mungu ameanza kuwaondoa watu wabaya ili akuvushe na kukupeleka katika viwango vingine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili ambazo ukiziona kwenye maisha yako, ujue Mwenyezi Mungu anawaondoa watu wabaya kwenye maisha yako ili akuvushe na kukupeleka viwango vya juu zaidi. Namba 1, urafiki na mahusiano yenu kukatika ghafla pasipokuwa na sababu yoyote. Tunao marafiki ambao tunawapenda na tunaambatana nao katika kipindi chote cha maisha yetu, na kwa sababu tunawahitaji maishani mwetu, tusingependa kuwapoteza hata siku moja katika maisha yetu. Lakini zipo nyakati ambazo pamoja na kuwa unao marafiki, lakini kuna hali ya sintofahamu ambayo inaanza kujitokeza baina yenu. Unaweza kushangaa hakuna sababu yoyote ya msingi, lakini ghafla unajikuta marafiki ambao ulikuwa unawapenda na kuwahitaji kwenye maisha yako wanaanza kukata uhusiano na wewe pasipokuwa na sababu yoyote. Unapojaribu kutafuta ili uweze kujua ni kwa nini marafiki zako wanajaribu kukaa mbali na wewe, hakuna sababu yoyote ya msingi ambayo unaigundua. Na hapo ni wakati ambao asilimia kubwa ya binadamu wanaanza kujiuliza labda wamekosea nini. Unajikuta katika upweke ambao haukuwa ukiuhitaji katika maisha yako. Hata unapojaribu kujiweka karibu nao, wanakuwa ni kama wanakuepuka hivi. Na mara nyingi ishara hizi zinaanza kujionesha kwa asilimia kubwa ya marafiki zako. Utakapoona ishara kama hii wakati mwingine, ikiwa hakuna sababu yoyote ya msingi ambayo imepelekea jambo hili kutokea, ujue inawezekana Mwenyezi Mungu anajaribu kuwaondoa katika maisha yako kwa sababu wangekwenda kuwa vikwazo katika safari yako ya mafanikio. Ukisoma kitabu kitakatifu cha Biblia, Mithali 13 mstari wa 20, Biblia imeandikwa, tembea na wenye hekima nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataangamia. Hii inamaanisha yeyote ambaye hastahili katika maisha yako, Mwenyezi Mungu humuondoa ili uende kuishi maisha ambayo Mwenyezi Mungu anakutaka ukaishi. Atawaleta marafiki wapya ambao wanaendana na hitaji ambalo Mwenyezi Mungu anakwenda kulileta katika maisha yako. Hivyo hautakiwi kuhuzunika kwa sababu ndugu, rafiki na jamaa ambao unawapenda na kuwahitaji katika maisha yako wamepotea ghafla maishani mwako, kwa sababu hilo ni kusudio la Mungu ili akuvushe viwango vingine. Namba 2, unahisi amani ya ghafla baada ya watu fulani kutengana na maisha yako. Zipo nyakati ambazo tunaweza kuwa tunaambatana na ndugu, rafiki na jamaa ambao tunawapenda, lakini moyoni mwetu tukawa hatuna amani ya moyo. Lakini ghafla baada tu ya watu fulani kuondoka na kwenda mbali na maisha yetu, tunaanza kuhisi moyoni mwetu kuna amani ya ghafla. Endapo utahisi hali hiyo katika moyo wako, ujue hao hawakuwa binadamu sahihi katika maisha yako, na aliyewaweka mbali na maisha yako
ni Mungu mwenyewe, na Mwenyezi Mungu amefanya hivyo kwa sababu yamkini anahitaji kukuvusha viwango na kukupeleka viwango vya juu zaidi katika maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu huvifanya kwanza ni kuwaondoa binadamu ambao pengine wangekuwa vizuizi na vikwazo katika safari yako ya mafanikio. Endapo unahisi amani na wepesi baada ya watu fulani kuondoka na kwenda mbali na maisha yako, ujue ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeingilia kati ili aweze kukufanikishia hitaji la moyo wako. Namba 3, asilimia kubwa ya watu wako wa karibu waliokuwa wakikucheka, kukukatisha tamaa, kukudharau, kukukosoa katika mambo mazuri ambayo unayafanya katika maisha yako, ghafla wanaanza kuondoka katika maisha yako. Wapo baadhi ya watu ambao mwanadamu anaweza kuambatana nao katika safari yake ya maisha, wakawa ni watu ambao hawawezi kumpongeza pale anapofanya vizuri, bali wao wana hulka ya kutazama baya katika kila zuri ambalo mtu analifanya katika maisha yake. Lakini ghafla watu hao wanaanza kuondoka kwa sababu mbalimbali katika maisha yako na kwenda mbali. Unapojaribu kutafuta sababu ya msingi, hauioni sababu ya msingi, lakini ukijaribu kuona, unagundua asilimia kubwa ya marafiki ambao wamekuwa wakikukosoa katika kila zuri ambalo unalifanya, wanakurudisha nyuma na kukukatisha tamaa, wanaondoka na kwenda mbali na maisha yako. Endapo utaona ishara kama hii kwa rafiki zako wa karibu, usihuzunike, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua kuwaondoa, kwa sababu anahitaji kukuvusha katika viwango vya juu zaidi. Hivyo anawatoa ili wasije wakawa kikwazo katika safari ya mafanikio ambayo unakwenda kuipokea katika maisha yako. Namba 4, unajikuta fursa mpya zinaanza kufunguka kwenye maisha yako mara baada ya watu fulani kuvunja ukaribu na wewe. Zipo nyakati ambazo inawezekana ukawa unaishi maisha ya aina fulani unapokuwa na ukaribu na watu fulani, lakini tangu watu hao walipoanza kukaa mbali na wewe, kuna fursa nyingi zinaanza kufunguka kwenye maisha yako, tena ni fursa kubwa ambazo zinakwenda kuyabadilisha maisha yako. Kiashiria kama hiki kinapojionyesha kwenye maisha yako, ujue watu hao walikuwa vikwazo kwenye maisha yako, Mwenyezi Mungu amewaondoa mwenyewe, na ndiyo maana baada ya wao tu kuondoka kwenye maisha yako, unaanza kuona vitu vizuri vinaanza kutokea maishani mwako, ikiwa ni pamoja na kukutana na fursa mbalimbali ambazo mwanzo ulikuwa unaziona kama ndoto. Utakapoona ishara kama hiyo, mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu amewaondoa binadamu wasiokuwa sahihi katika maisha yako. Na mara nyingi Mwenyezi Mungu anapowaondoa watu hao, atakukutanisha na binadamu sahihi kwenye maisha yako, kwa sababu hao ndio watu ambao unaotakiwa kuambatana nao ili kusudio ambalo Mwenyezi Mungu anataka litokee katika maisha yako likaende kutimia bila changamoto yoyote. Namba 5, unaanza kuitambua thamani yako mara baada ya watu fulani kuondoka katika maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kupelekea mwanadamu asijue wala kuiona thamani yake ni aina ya marafiki wabaya ambao anaambatana nao katika safari yake ya maisha. Endapo utakuwa unaambatana na marafiki ambao wanakusema vibaya kila wakati wanakusema kwa maneno ambayo unajihisi aibu hata kusimama mbele za watu ambao kila wakati wanakulaumu wewe, kuna nyakati ambazo unaweza usiione thamani yako. Unaweza ukajiona wewe ni mwanadamu ambaye haustahili hata kusimama mbele za watu, lakini utakapoanza kujitambua mara baada tu ya watu fulani kuondoka na kwenda mbali na maisha yako, ujue hao ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewaondoa mwenyewe katika maisha yako ili aweze kukuvusha na kukuweka kwenye viwango vingine. Ukisoma kitabu cha Biblia, Yeremia 29 mstari wa 11, imeandikwa, maana nayajua mawazo ninayoyawazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Ina maana Mwenyezi Mungu, chochote ambacho kinatokea katika maisha yako, hata kama kinakupa maumivu kwa kiwango gani, ujue mwisho wake utakuwa mzuri, kwani Mwenyezi Mungu anatuwazia mema siku zote. Hata tunapowapoteza marafiki ambao tulidhani wana umuhimu mkubwa katika maisha yetu, kuna wakati ni Mwenyezi Mungu huruhusu hali hizo zitokee, kwa sababu anahitaji kutupatia kilicho bora katika maisha yetu kuliko urafiki ambao pengine ulikuwa kikwazo katika maisha yetu bila sisi wenyewe kujua. Mimi kwa leo naomba niishie hapa.
Nahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana, zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo.